Mwanzo sura ya 15 mstari wa 12 mpaka wa 14 pale utaona Mungu anazungumza na Ibrahimu, anamwambia Ibrahimu, uzao wako wewe nitauingiza utumwani kule Misri, na watatumika kule utumwani kwa muda wa miaka mingapi? 400. Mungu anawaingiza watoto wake, taifa lake, chini ya mikono ya utumwa Misri. Je, kwa nini Mungu anataka watoto wake wawe watumwa, watumike utumwani? Mstari wa 14 anasema, na mara baada ya hiyo miaka 400 nitawadeliver, nitawaokoa, nitawatoa huko, watatoka na mali nyingi na utajiri mkubwa. Nyuma ya sababu ya Mungu, sio sababu ya kibinadamu. Sababu ya kibinadamu tunasema kwamba kwa nini Mungu anaruhusu taifa lake liende kutumika? Kwa nini? Lakini nyuma ya sababu ya kimungu, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa ni wachache. Kumbuka wakati huo pia taifa la Israeli kwa haliwezi kujilimbikizia chakula cha kutosha wale na watoto wao waongezeke. Kwa hiyo aliwapeleka utumwani, cha kwanza wapate chakula cha kutosha, waweze kuzaliana, wawe jeshi kubwa katika idadi, kabla hajawapeleka kwenye umiliki kule Kanaani. Kule Misri ndipo walipojifunza Waisraeli ujuzi mbalimbali, maarifa mbalimbali. Walitoka na ujuzi, walitoka na maarifa. Idadi yao iliongezeka, wakawa na nguvu katika idadi ya namba, zaidi ya milioni 3, na walitoka kule Misri. Waliingia wachache, wakatoka jeshi kubwa. Mungu alijua ili kwenda kuchukua ile nchi aliyowapa ya ahadi, lazima wawe na nguvu ya kuwatawala na kuwaondoa wale ambao wako. Kwa hiyo Musa alipomuua yule Misri, akiwa Misri wakati wa Musa. Sasa alipomuua yule Misri, watu wakamuona, wakasema ametulia mtu wetu. Musa akakimbia. Biblia inasema Mungu alimpeleka Musa nyuma, kando ya ile jangwa. Alimweka pale. Musa alikaa pale jangwani kwa muda wa miaka mingapi? 40. Mungu alijua kwamba baada ya miaka 40 nataka kuja kumtumia huyu Musa. Nataka awe na uzoefu na hili jangwa, nataka awe na uzoefu na haya mazingira, ili aje kuwapitisha na kuokoa wana wa Israeli. Mungu hakurupuki kufanya jambo, hata kama hilo jambo linaonekana katika namna ya ubaya au namna ya maumivu kwa watu au kwa mtu, ila kuna kusudi la Mungu nyuma ya kwa nini Mungu aliruhusu Musa akae backside ya ile jangwa kwa muda wa miaka 40. Alijua atafikisha miaka 80 wakati Musa anakimbia kwa miaka 40. Kwa hiyo kufikisha miaka 80 ndio Musa alipoitwa sasa kuwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Alipaswa yajue mazingira ya Misri. Alipaswa ajue taratibu na kanuni za watu wanaishi kule Misri. Alipaswa alijue ile jangwa vizuri. Maki Mungu alijua kwa mbele huyu ndio atakayewaongoza. Ila ukiangalia kwa nini Musa amekaa kule jangwani akijificha ameua Misri, ukirizon katika namna ya kibinadamu huwezi kupata mapenzi ya Mungu. Ila ukitafakari katika mindset ya Mungu utajua kwa nini alikaa pale jangwani kwa muda wa miaka 40. Kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kati ya watoto wa Yakobo, si ndio? Biblia inasema ndugu zake walifanyaje? Walimuuza, wakamtupa shimoni. Kwanza wanataka kumuua. Baadaye wakasema tumuuze tu. Wakamuuza utumwani. Wakati Yusufu yuko kule gerezani, kaka zake, ndugu zake wapo nyumbani kwa baba yao, wanafurahia baraka za baba yao Yakobo. Wanafurahia zile neema, ule upendo wa baba. Hawana shida. Miaka inapita, lakini Yusufu yuko wapi? Gerezani. Mara kakosa na mke wa Potifa, mara kaingia kwenye misukosuko. Ila katika ile misukosuko ambayo katika sensi za kibinadamu tuna reason why Mungu ameruhusu huyu. Kwa nini kwa hivi na hivi? Katika ile hali ya kureason, kumbe Mungu alimpitisha kule kumwandaa kuja kuwa ni mkombozi wa familia yake yote na taifa la Israeli. Alijua kuna wakati watu watakuwa na njaa, hawatakuwa na chakula, na sehemu pekee itakuwa na chakula ni Misri. Nani anasababisha chakula kiwepo? Ni maono aliyotafakari na kutafasiri nani? Yusufu, kupitia ufalme wa Misri. Na yeye atakuwa ndo waziri mkuu pale, atawapokea ndugu zake, atawapa chakula cha kutosha.
atakuwa ni mkombozi. Kwa hiyo kuna wakati ambapo mabaya yanatokea, anasema Mungu fanya uruhusu, anasema Mungu fanyaje? Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, hata wabaya kwa siku ya ubaya, sivyo? Kila kitu Mungu anafanya kwa kusudi lake. Halo? Ayubu, watu wengi walijiuliza, hata mwenyewe alijiuliza, kwa nini? Kwa nini? Why God? Kwa nini familia yangu umeiondoa? Watoto wote wamefariki, wamekufa. Mali zangu zote zimefagiliwa mbali. Kibinadamu lazima ujiulize kwa nini? Kwa nini Mungu anaruhusu yote haya? Katika kila aina ya testi mtu anayopitia, kiwango kikubwa cha hiyo testi ni ukuu. Ni ukuu. Unajua kuna tofauti kati ya kuwa tempted, kuingizwa majaribuni. Shetani ndio anamjaribu. Mungu amjaribu. Biblia inasema Mungu amjaribu mtu wala jaribiwa. Lakini Mungu anamfanyia mtu trial, test. Trial ikimaanisha kwamba ni kuangaliwa uaminifu wako kabla yale makubwa yajaja. Je, katika hali hii, mazingira haya, ni hali ya kupikwa kuwa tayari kuyabeba yale makubwa, kuwa tayari kutembea na ule utukufu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kabla Mungu hajakuamini kwa mambo makubwa, huwa anaruhusu madogo madogo. Anaangalia katika hayo madogo, utakuwa jeuri? Utakuwa mwaminifu? Utazidi kuwa mnyenyekevu? Ili afungue huo mlango mkubwa. Lakini lazima akupitishe katika namna fulani. Mungu akitaka kukupa watu, lazima akupime kwa hao watu tu waliokupa. Angalia kwanza, hekima gani utakayotumia, uvumilivu gani utakuwa nao juu ya hao watu, namna gani utaenda nao hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu wakajiuliza maswali mengi, na mke wake akamwambia simtukane tuwe Mungu. Marafiki zake wakamkimbia. Katikati ya kupotolewa mali na familia yote imeondoka, Mungu alimrejesha maradufu, akampa furaha, mali zaidi ya zile awali alizokuwa nazo, na utukufu wa Mungu kawa ni mkubwa kuliko ule wa kwanza. Nisikize vizuri. Kuna wakati fulani baada ya mitume kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu, wakawa wamekusanyika sehemu moja. Sasa hawaendi kuhubiri. Mungu aliona uhitaji wa watu kusikia neno la Mungu, mataifa mbalimbali. Ilibidi Mungu aruhusu wakina Sauli wainuke, watu wabaya wainuke, waanze kulikamata kanisa, kulipiga na kutupa gerezani. Wakamuua na Stefano. Stefano alipokufa, Biblia inasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 8 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 4, wanafunzi wa Yesu Kristo walipoona hayo, kila mmoja akashika njia yake. Ndio ikawa sababu sasa injili kufanyaje? Kuenea dunia nzima. Kila mtu alishika njia yake, lakini baada ya kuona nini? Ubaya, baada ya kuona watu wanakamatwa, wanauawa, wanapigwa, wanaswekwa gerezani, ile kukimbia kila mtu kufuata njia yake ilikuwa ndio njia ya Mungu kueneza watu. Kumbuka Mungu alishawaambia kwenye Mathayo sura 28 mstari wa 20, mkaieneze injili kote. Bwana Yesu asifiwe. Wasingeweza kuondoka pale, walikuwa wamejifungia tu sehemu moja pale. Kwa kuna vitu vingine vinaruhusiwa vitokee, ni ili jambo fulani la kimungu lenye utukufu lipate kufanyaje? Lipate kutendeka. Hivi unajua sababu kubwa ya Biblia kuja na dini kuja katika nchi nyingi especially za Afrika, unajua ilikuwa ni ukoloni. Ukoloni, si ndio? Walikuja na ajenda ya ukoloni, wakawauza baba zetu, wakachukua mali na MCD. Katika huo ukoloni wakaipejeza nini? Dini. Wakaenda na vitabu. Ilikuwa Ethiopia, Biblia Yesu Kristo kwa itangulia hata kabla ya ukoloni. Ndio maana Biblia ya Ethiopia ina siri nyingi. Ni pure, ni original inasemekana. Biblia ilikuwepo Ethiopia kabla, Afrika kabla. Hata hizo Biblia zile zilizosambazwa na wakoloni. Wao wanao ile original kabisa. Kwa hiyo katika sababu ya ukoloni waliokuja nao, lakini kwa ni kivuli cha nini? Cha dini. Ndipo dini zilipoenea. Na hata makanisa mengi ya Kipentekoste, watu wengi tumefumukia huko kutoka ni hizo dini zilizoitwa na wakoloni. Kwa hiyo unaweza kusema kwa nini ukoloni uliruhusiwa? Kwa nini waliotesa mama zetu? Lakini katikati ya ubaya kuna kusudi na mapenzi ya Mungu nyuma yake.